Amjambo wa ndugu wasikilizaji wa Ubembe TV, ni ndugu yenu Patriot Resistant Combatant. Tuangalie kwa ajili ya wanajeshi wa Kongo wakisema wafanye doria ama wafanye securite katika territoire d'Uvira na territoire de Fizi. Mbele ya yote tunasema bravo, ongera sana kwa ndugu zetu wa Mai kwa kazi ambayo wanayoendelea kufanya kwa kumpiga huyu adui, huyu jambazi wa M23. Ongera sana. Hawa wanajeshi wa Kongo ni wanajeshi ambao walikuja na AFDL. Na watu wote ambao walikuja na AFDL, wanajeshi na wanasiasa, wote wana akili ya usaliti. Wote ni wasaliti. Au wanajeshi ndio wale ambao walipigana wa ndugu zetu wakati wa Mzee Kabila, wakati wa Joseph na hata huu wakati wa Chilombo. Leo wanasema walinde amani katika territoire d'Uvira, wakati wao ndio ambao walikuwa wanatakiwa kulinda Kongo. Kama wangekuwa ni wapatrioti, kama wangekuwa ni wazalendo, wangilijua kama wao wako pale kwa ajili ya kulinda nchi, wangilinda toka wakati wa Bunaganda. Lakini wao wenyewe ndio ambao waliangusha Bunaganda. Wanaangusha, wanakimbia mpaka wanaangusha na Goma. Wanakimbia Goma, wanaangusha na Bukavu. Wanakimbia mpaka inafika mteritoire d'Uvira, wanapigana na wandugu zetu wa Mai. Ndio hao wanajeshi wa Kongo leo inakuwa wawapatie ile nafasi ya ulinzi katika territoire d'Uvira na Fizi. Kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu wanajua nguvu yenye ipo hapa Uvira ndio nguvu ambayo imestop M23 kusonga mbele. Kwa sababu M23 ilikuwa inajua ikitoka tu mu province ya Sud Kivu, basi itakuwa imemaliza vita na itakuwa imekamata Kishasa. Lakini kwa mshtukizo wa ndugu zetu wa Mai wameshimama na kufanya stop pale pa Uvira. Ndio pale M23 mpango wao unakuwa kama umerudi nyuma. Na ukiangalia kwa sasa hivi M23 haina province mbili ambayo imekamata. Inakamata nusu. Hakuna hata province moja ambayo imekamata yote jumla. Ni nusu. Na kwa sasa hivi hali ya M23 ni ngumu kutokana na mpango wa serikali ambayo katika maongezi ambao waliongea na serikali na wakatalia, yani wasinge katika mambo ya jeshi. Hiyo ni moja ambao tunasema ongera sana kwa serikali ya Kongo. Kwa mara ya kwanza serikali ya Kongo inabakia katika mshimamo wake. Hiyo moja tuipatie sifa serikali ya Kongo. Sasa hao wanajeshi, kwa sababu ni jeshi ambalo limeundwa na AFDL, ni jeshi ambalo linaongozwa na Watusi. Kwa hiyo wanapenda wadhibiti hapa pa Uvira, kwa sababu hapa Uvira ndio kuna ngome ya wa Mai, yani ambao wamewaziwia. Wanapenda wafanye mbinu yote ya kusema waangushe hapa pa Uvira. Wakiangusha Uvira, kwa sababu wa Mai wengi wako hapa Uvira, wa Fizi, sijui wa Mwenga, wa wapi, wote ambao wamejikusanya wako hapa. Wote watakuwa
wamepotea njia. Kwa hiyo itakuwa hata rahisi kukamata Fizi. Na njo mpango wao ya kwenda Kalemi mpaka kwenda Lubumbashi na kwenda sehemu nyinginepo. Njo mbinu ambao wanaanza kutumia katika kikosi cha jeshi la Kongo, ya kusema waanzishe hii maneno ya kusema wawapatie Uvira wafanye security, Fizi wafanye security, Mwenga wafanye security, kwa kusema tu waangushe hii ukuta wa Jericho ambao umejengwa hapa pa Uvira. Njo mbinu ambao wanayo, kwa sababu hao watu ni wasaliti, ni watu wa AFDL, na AFDL ni ya Watusi. Njo mbinu ambayo wanayo. Tunaomba wandugu zetu wa Maimai waendelee kupingana na huu mpango. Hata na hawa wafanya siasa, au wa maire de la ville, sijui wa gouverneur, wote ilikuwa inabidi kuwatoa, kuweka wapya. Kwa sababu sio walida. Leader gani ambayo iko anakimbia anaacha mwingine, yeye ndio anakuwa wa kwanza kukimbia kuliko mtu ambaye anamchunga. Yeye ndio anapaswa kutoka mwisho. Tukikumbuka wakati wa Mwami Lenge alitoka wa mwisho kwa sababu ni leader, anabidi aangalie watu wake. Mwami Lenge alitoka wa mwisho. Sasa leo hawa ndio wanakuwa wa kwanza kutoka. Sasa wanategemea nini kama wao wanakuwa wa kwanza kutoka? Wananchi nao, manake wanaweka hofu mwa wananchi wa kusema na mwe mkimbie. Njo hivyo, wandugu wapenzi wasikilizaji wa Ubembe TV, na wandugu zetu wa Maimai wote ambao kwenye shamba la mapambano na ambao wako pale Uvira, wasikubaliane na mpango wa hawa wanajeshi wa Kongo. Kwanza haina hata haja ya kusema kutumika pamoja na hao wanajeshi. Au wanajeshi ni wasaliti, au wanajeshi ni AFDL. Haina haja kutumika na hawa watu. Haina haja kutumika na hawa watu. Tunashukuru sana kwa ndugu zetu wa Maimai kazi ambao wanaendelea kuifanya. Mungu azidi kutanda hema juu yenu. Roho wa Mungu azidi kuwaongoza, na tunazidi kuwaombea Mungu. Ushindi ni wa kwetu. Asante.